Nimeona hapa kulingana na eulogia imeandikwa ni kijana ambaye alikuwa ni chupavu sana. Kijana ambaye mwenyewe alikuwa anajifanyia kazi kwa mikono yake. Na kijana alikuwa anajulikana sana kule na nyuki, na kazi zote alikuwa akifanya, na pia alikuwa furaha kwa familia yake. Unfortunately, nimeona pale mwisho wamesema ya kwamba yeye mwenyewe ameweza kufariki dunia wakati yeye mwenyewe alikuwa anapigania justice ya wananchi. Lakini unajua kwamba kifo ni kifo. Wakati kifo kimekuja ama wakati mauti imekuja, familia wakati mwingine tunakuwa na wakati mgumu. Lakini unajua ya kwamba Mungu naye ako ili aweze kutufariji wakati wowote tunahuzunika kwa sababu ya kuachwa na mpenzi wetu. Mimi natarajia, mimi niko na tumaini ya kwamba Charles ni mmoja wa wale ambao ni wenye haki. Yeye mwenyewe ambao tumesikia kwamba maisha yake imekatizwa. Kwa hivyo hakuwa amefika wakati wake wa kutoka katika ulimwengu huu, lakini kuna watu wengine walikuja kukatisha maisha yake. Kile tulifanya watu wale wengine ni lazima kiweze kuonekana. Mabaya, mazuri, sababu nisi tulifanya ni lazima yaweze kutufuata. Charles ametuacha, lakini machoni mwake Mwenyezi Mungu, yeye mwenyewe anaendelea kuishi, anaendelea kutawala, na kifo hakitamweza tena. Sisi ambao tuko katika ulimwengu huu tutakufa siku moja. Itafika tutatoka katika ulimwengu huu. Hata mwenye alimfanya hivyo, hata yeye mwenyewe sio ni chuma, atakufa hata yeye. Lakini jueni ya kwamba hataishi milele. Na ndipo sasa tunaambiwa kwamba ukifanya jambo lolote, jiulize swali moja tu. Je, ni dhumuni gani imenifanya nifanye hayo? My dear son Charles, it is with heavy and broken heart that I say goodbye to you. The pain of losing you is greater than words can express. You are not only my son, but also my friend, my helper, and a source of joy in our family. Charles, I will deeply miss hearing you call Mother. That simple name carried much love and affection. It always warmed my heart. I will miss you. I'll miss your daily evening efforts to bring our family together through video calls with your siblings. Even though you lived far apart, you made sure we remained connected. Through those calls, you strengthened the bond between us and reminded us of the importance of family. Your love for nieces Shanice and Jasmine was immeasurable. You cherished them dearly, and they adored you just as much. They called you Uncle Shalo, and they miss your presence, your laughter, and the love you always showed them. You are my dependent, irate person. Whenever I needed anything, I would call you and ask for your help. Your response was always the same. Mom, nakuja sahitu. True to your word. Ready to help. Never complaining. And always putting the need of others before your own. Thank you. Our dear brother Charles Mangaru Mwangi, your departure has come far too soon, and our hearts are filled with pain and sorrow. Though you are no longer with us, the memories we shared and the love you gave us will remain in our hearts forever. Charlo, your love for the family was immense. No matter where life took us, you always found time to reach out, even if it was just saying, "Hi, how are you doing?" Those simple calls and messages kept us connected and strengthened the bond we shared as siblings. It's a bond that we promise to maintain in your honor. Whenever work and life took us away from home, especially to Nairobi and other places, we found a comfort in knowing that our dear mother was never alone. You were always there for her.
After your daily activities, you would return home to keep her company, help her with whatever she needed, and make sure she was okay. Your presence meant so much, not only to her, but also to all of us. Knowing you were there gave us peace of mind. Your love for our nieces, Jasmine and Shanice, was truly special. You never missed an opportunity to create their beautiful memories with them. From swimming outings to Nyamachoma dates and moments of laughter. You made them feel loved and cherished. They will deeply miss you, Uncle Charlo. The memories they shared with you will remain in their hearts forever. You were more than a brother to us. You were a friend, a confidant, and a source of joy. Your kindness, humility, laughter, and caring nature made you a blessing to everyone around us. Your untimely passing has left us broken, and the void you leave behind can never truly be filled. As we say goodbye, we take comfort in knowing that your love, your sacrifice, and your devotion to family will continue to inspire us. We will take care. We will carry your memories with us in everything we do and keep alive the unity and closeness that you worked so hard to nurture. Charlo, we loved you deeply and we always will. Rest in peace, our dear brother. Until we meet again, forever loved, forever remembered, forever missed, your loving siblings. Thank you. Kwa majina yangu mimi naitwa Mheshimiwa Mwangi Wagai. I'm a human rights activist and defender. Na nataka kusema it's a sad day today for the entire Nanyuki community. Kwanza kabisa, as you are aware, we are burying one of our very own protester, anaitwa Charles Mwangi, a 27-year-old Gen Z mwenye aliuawa kwa kwenda maandamano ya kukataa Ebola. Hakuna makosa ingine alikuwa amefanya. Na ile kitu mimi nataka niulize serikali ni aje. Tangu lini demokrasia yetu inakubalika Wakenya wasikizwe? But inakaa hamtaki kusikiza Wakenya na mko tayari kuua Wakenya ndio mlete Ebola hapa. Na hii Ebola, sisi hatujai kuwa na Ebola hapa, na tumekuwa tukisema hapa Nanyuki, tunasema nyinyi kama mnataka Ebola pelekeni Kongo. Kongo wamekuwa na hiyo disease for many years, wamekuwa akicontain it. Rwanda hawajakuwa nayo, Burundi hawajakuwa nayo. Kwa nini msipeleke watu kwenu kwenye hiyo disease iko? Na nyinyi wa Amerika, you can't be saying that American first and Kenyans at last. We reject entirely. Tunataka kusema aje, kama mtabeba watu wenu wakikufa hapa, pia mtawabeba wakiwa bado they are sick. Take your people to your country. We don't need sick people in our nation. Acha niongee Kikuyu dakika moja. Tuko hapa na certain burial ya one Charles Mwangi. Yeah. Charles is 27 years old. Na life yake ilikatiwa short tukiwa kwa reject Ebola quarantine in Laikipia. We say no, even today. It's either you kill all of us. We say no, we don't want that Ebola quarantine. Tutenda kumeigwa, hatutaki kuisikia, hatutaki kuiona mahali, itolewe Laikipia. Hatujafika mwisho. Na hii haki ya huyu Charles, haki ya familia ya Charles lazima itatendeka. Tumeona wengine previously, aipo wanakuja, wanatudanganya. Hii haki lazima itatendeka. Mume huyu utakuwa wa mwisho na imefika mwisho. Tunatokea peaceful protesters. Lakini ikifika kule kwa streets, mna use life bullets. Sisi sio wanyama, sisi ni binadamu. Na hadi sasa kama hiyo quarantine ni important sana kwenu, chukueni muiweke kwa manyumba zenu, as we don't want, and we reject it even today. Even in this grave site, burial site, tumesema we reject Ebola quarantine in Laikipia. Thank you. Let's ask our government and our elected leaders, protect our children. Those leaders from Laikipia East, you are so busy in Olkalao looking for votes for a candidate of this same regime that is killing your people in Laikipia East. Why can't you go to the Laikipia East and deal with the issues of Laikipia East before you go to deal with issues in Olkalao? Because all politics is local.
All politics is local. Your local constituency is Laikipia East. Deal with our issues before you go to deal with the issues in Olkalau. Thank you so much. Modo likana opita tino ashoka teli no modo nya kuliki munya wa ibiniro auto ba makwa wa mena mede tugeno twike guo mwana ni munya gereke huruko gitadiraga athele wa hingo ciothe alo huruka uhoro mwana ni negere na mautongoria utonye muciĩ mũtheru wa Jerusalem araikaria ini makwamũke na mwena Lazaro ya muthĩni